Zanzibar, lakini niliuliza kabla hatujaungana naye, niliuliza mliona mechi, na moja ya kile ambacho nilikuwa nakiuliza ni baadhi ya wachezaji, mtu kama Mutale, yes, nilikuwa nauliza Mutale Budo kwa mechi kama ya jana. Pressure ya mechi siku kwa upande wangu, sijui ninyi wachambuzi, kwa naona kama pressure haikuwa kubwa sana kwenye ule mchezo, lakini performance yake bado ikawa ni average, tofauti na ambavyo tulitegemea kwamba mechi kama ile ambayo ina pressure basi ndo Mutale Budo awe anaipiga kwa ukubwa na ana perform lakini haikuwa hivyo. Kwenye football Juma, ndio kitu ambacho wachezaji wanashauriwa zaidi ni kujitahidi kuwa na uwezo wa kuwa na hali ya kujiamini hata ukiwa unapitia kipindi kigumu kiasi gani. Kinachoonekana kwa Mutale ni kwamba amepoteza hali ya kujiamini, ana tena uthubutu, vitu vingi ambavyo anatamani kuvifanya ndani ya uwanja anashindwa kutokana na kwamba tayari ana ule msongo wa mawazo kwenye kichwa chake. Unajua ukiwa uwanjani kuna namna ambavyo unaweza kuwa unatamani kuapprove watu, sio wewe kuimprove kwenye kile ambacho kinakosekana kwa wakati huo. Ukiwa unatamani kuapprove watu kwamba jamani naweza nikafanya hiki kitu, na mwisho wa siku unaposhindwa kufanya, mambo yanakuwa magumu zaidi kwa mchezaji. Kwa hiyo cha msingi kwa mchezaji binafsi, of course tumekuwa tukitoa ushauri kila siku kuhusu Budo, kwa sababu performance yake, best performance ya Budo niliona kwenye Simba Day. Na baada ya hapo sikuwa tena performance bora Joshua Mutale. Kuna dabi ya mwisho hii alianza kucheza vibaya. Yeah, of course nazungumzia ile top performance. Unajua ile Simba Day, Joshua Mutale ndo mchezaji ambaye alitoka pale akiwa anaongelewa zaidi. Yes. Kwa hiyo na watu wakawa na matarajio makubwa, kwa sababu kuanzia kwenye pre-season kama kuna sikiza interview ambazo alikuwa anazifanya mwalimu, alikuwa anamzungumzia zaidi. Na uzuri watu walikuwa na kumbukumbu yake pia katika mechi ambazo Simba ilicheza na wale jamaa wa Dynamos. Ya kwenye hatua za awali kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo of course ni mechi ambazo mwalimu anampa mchezaji ili aonyeshe kile ambacho yuko nacho, arejeshe hali yake ya kujiamini, lakini bado imekuwa ni changamoto. Hiyo magunga mimi binafsi kwa imani yangu, mimi siamini katika uchawi katika mchezaji ambao katika mpira kwenye maisha ya kawaida Borogwa, ambao katika mpira tunaita misumari. Lakini unajua ukijaribu na sitaki kwamba eti hapa muktadha tujadili kwamba inawezekana kuna mtu kamroga Mutale, lakini ukiangalia inawezekana. Mbona cheka? Kwani haliwezekani hilo? Anakusikiliza. Ukiangalia kwa siku za karibuni Claudio anamsikiliza. Kuna experience za baadhi ya wachezaji hapa Tanzania, na sio Simba peke yake. Ukienda Yanga, ukienda Azam and perhaps timu zingine ambako hatujawekea focus labda. Unaweza kushawishika kuamini kwamba mambo ya kiimani hapo, imani za kishirikina. Kwa sababu Mutale unajua sio mchezaji, na hizo imani inawezekana zinaenda mpaka kwenye perception za mashabiki kwamba yani mtu anapigwa misumari mchezaji mpaka mashabiki kwamba wakukatae, yani wasiamini kwamba yani wewe, maana unajua mimi wanasisitiza kitu kimoja kwamba wachezaji unaowaona wanacheza mpira professionally sehemu yoyote duniani wana uwezo wa kawaida wa kucheza mpira, na ndio maana wamefika kwenye ile nafasi. Sawa. Sasa of course kuna mstari mwembamba sana kati ya wale top performers na performers wa kawaida. Top performers wana perform consistently, na wale performers wa kawaida anakupa leo, atakaa mechi 3 atakupa kitu kingine, lakini kipaji chake kiko pale pale. Tofauti tu ni kwamba hakupi katika muendelezo ambao unaweza kutaka kuuona. Sasa ukimwangalia kwa mfano Mutale, wewe umezungumza sahihi kabisa kwamba this is a guy ambaye hana confidence, lakini ukiwasikiliza kwa mfano mashabiki wanavyomuongelea, wanamuongelea as if kama huyu mtu ajui mpira kabisa, yani ni takataka, yani kama unajua kuna mchezaji mmoja aliwahi kusajiliwa Southampton. Ngoja Jeff hapo kidogo. Naam. Unajua kuna watu ambao wamemjua Mutale baada ya kuja Simba. Sawa. Sasa mtu wa namna hiyo aliyemjua Mutale baada ya kuja Simba, ukimwambia huyu ni mchezaji mzuri anakuambiaje? Lazima tu amkatae. Yaani yeye hajamjua sehemu nyingine, anajua huyu mchezaji baada ya kuja Simba. Huyu sasa ndo mchezaji, anaambiwa bwana huyu winga. Hao ndio wengi. Akienda pale, hao ndio wengi. Hajawahi kumuona sehemu yoyote. Yaani ameambiwa bwana Simba imesajili winga anaitwa Mutale. Na amemuona siku ya Simba Day. Na anapewa ile majina yake na nini? Siku ya kwanza namuona pale kwenye mechi ya maonyesho ile. Sasa anakuja kwenye ligi. Kila akimwangalia huyu unamshawishi nini?
Ukimuuliza anasemaje? Kwa sababu unajua mimi na wewe na sisi tuliopo hapa, sisi ni experts. Tuna maisha yetu tumeyaweka humo. Tunafuatilia wachezaji, tunafuatilia ligi, tunafuatilia hivi. Unamjua mtu akija, kama hujawahi kumuona hata unajipa time, kuna YouTube wapi, kuna kitu unakipata, gather a lot of information. Lakini mtu ametoka zake Chikongola Mtwara, amekuja zake hapa kwenye Simba Day, anasema bana mimi nimekuja kuangalia wachezaji wangu ndio wako pale. Anacheck pale, sasa kila akienda kwenye mechi akikaa hivi eneo kwa Nchinondo, sasa anataka kuangalia, anasema ndio huyu Mutale au ndugu yake. Atatafuta tu watu wa karibu, atasema bana kama alivyosema mzee wangu Kaduguda, imagine akasema kwamba mbona Mbagala wako wengi tu. Kaduguda alikuwa anamuongelea hivyo nani? Alikuwa anamuongelea akasema wale walioondoka bana wale Jobe. Sasa mbona Mbagala alisema Keko. Unaelewa vizuri. Sasa yani unajua tunatofautiana. Mimi na wewe tukavozungumza kuhusu wachezaji Magunga yani mimi ninachomaanisha ni kitu kimoja kwamba of course hata mimi kwenye huo mkumbo huwa kuna wakati naanguka kwa sababu na mimi si shabiki tu. Mimi nina timu zangu, kwa mfano Manchester pale kuna wachezaji ambao na mimi na wakati tamaa kama ndugu yangu Hoylund, mimi nimemkatia tamaa siku nyingi, lakini I appreciate kwamba ni mchezaji, naelewa kinachomtokea sasa hivi. Siwezi kusema kwamba huyu mtu hakuna kitu, yani takataka, au nikisema hivyo nitakuwa nasema kiutani. Umezungumza kuhusu misumari, miba. Unajua kuna vitu ambavyo viko associated na mpira lakini ambavyo vionekane ni ngumu Tuna kidogo. Mbona wewe sasa hiyo hiyo hata unajua hiyo uwezi hata la Mutale jana tuligusia kwa muda mrefu kweli. Unasema swala la misumari ni swala ngumu sana hiyo. Ugumu wake nini? Uwezi kuiona. Kwa vipi? Kama kuna mtu ame exercise akikwambia kama mimi nimefanya, unafanyaje? Unaona nini? Kwa unamwamini tu. Unamwamini vipi sasa? Sasa si ni mtu ambaye ameshiriki. Sawa. Yaani mtu mpate hapa aje mchezaji mpira awe wa sasa au wa zamani akwambie kwamba hiyo kitu ipo na inafanyika 1 2 3. Unafanyaje? Unakataa? Hoja yako ya msingi ni nini? Unakataa kwa sababu unasema hiyo kitu ngumu. Wachezaji kibao wamewahi kudhibitisha kwamba hicho kitu kipo na huwa kinafanyika, na wapo waliosema kwamba mimi niliwahi kuambiwa nifanye na nikakataa. Sasa unakataa nini? Hiki kitu kiko associated na mpira. Okay. Ni kama vile unajaribu kukataa mizengwe kwenye mpira. Huwezi kukataa mizengwe kwenye mpira. Na kuna watu otherwise basi wewe mpira hutaki kabisa kufanya kazi nyingine kwa sababu mizengwe ni part and parcel. Kuna watu wanaweza wakadhani kwamba haya mambo ya miba tunao sisi tu Afrika huko. Hata nje hapo. Kwa mfano kama umewahi kumsikiliza Emmanuel Petit, kiungo wa zamani wa Arsenal, kuna interview alifanya. Unajua inaaminika kwamba ile World Cup ya mwaka 98 Wafaransa hawakushinda kawaida. Mpaka Ronaldo akapata dege. Mimi ni mshabiki wa timu wa Faransa. Kuna namna ilitokea. Kwa hiyo haya mambo sio huko Afrika tu, hata duniani huko. Nenda muangalie John Terry. Ana imani yake ambayo ana siti hiyo amekaa kwenye gari, ana namna ambavyo anafanya hivyo miaka yote anacheza mpira. Anaamini nikifanya hivi ndio nafanikiwa kwenye issue ya Pogba kwenye mechi. Ndio ilivyo. Hata sisi huku tuna watu. Kuna mwalimu wangu mmoja aliwahi kuvaa shati jeupe siku moja, tukacheza na Nigeria tukapata sare, akaamini kwamba akivaa hivyo tena mavazi hayo tukachukua 7 na Nigeria. Ndio hivyo, ni imani tu. Bwana kingine kamanda, nilikuwa napitia takwimu za Mutale wakati yuko Power Dynamo msimu uliopita. Kwenye mashindano yote alichangia magoli 11. Kwa maana ya kufunga na kuassist. Na alifunga magoli 10 na assist 1 kama sikosei. Kwenye msimu wake wa mwisho sio? Ni huyu ambaye alitaka kumlaza na viatu Shomari Kapombe. Na ni mechi ambayo katika magoli 2 alifunga goli 1. Hatari kabisa.
basi mambo hayajamwendea vizuri. Yani inawezekana pia, unajua kinachomsumbua Mutale nadhani ni injury za mara kwa mara. Sema Jeff, hatujawahi kuona wachezaji wazuri wanaotoka timu moja wakaenda timu nyingine akashindwa, au ligi moja kaenda inawezekana akafanikiwa. Bwana, dakika 8 zimesalia hapa Rich Kiza na hivi sasa wakati tunajiandaa kwa ajili ya kimataifa na Jessica ataingia hapa kimataifa zaidi. Tuwapongeze Mtabe, alafu tushike pia simu za watu. Bila shaka, lakini pia leo kuna mechi. Leo kuna mechi. Juma Kaseja naye jana kashinda mechi yake, amebadilisha Kagera, sasa hivi mwendo wake mzuri. Timu yake inacheza vizuri. Kaseja mambo yake matamu kabisa. Sale Kagera ndio. Ingia katika tovuti ya Mtabe hivi sasa www.mtabe.co au pige 0674 335 083.